Pepo ya counties ambayo jaribu sana kuhakikisha kwamba usalama wetu uendelee kunawiri. Tumekuwa na shida kadha wa kadha kwa miaka 10 ambayo imepita, lakini kwa muda huo tumepiga hatua kubwa sana, haswa kupigana na adui kutoka nchi jirani, mambo ya Al-Shabaab na mambo ya Terra, na tunashukuru kwamba kuna mabadiliko makubwa sana, haswa tukiangalia mambo yenye ilifanyika kutoka mwaka wa 2023 kufikia mwaka jana, mwisho wa mwaka jana na mwaka huu tumekuwa na utulivu wa hali ya juu, na utulivu huo umechangiwa sana kwa zaidi na askari wetu ambao wanafanya kazi sehemu hii wakishirikiana, tukisema kwamba wakishirikiana kwa ile sekta tunaita multi agency approach, ambao askari wetu wa polisi na formed up units tofauti ya polisi, askari wetu wa ulinzi, na pia askari ambao ni reservist, wale National Police Reservist, wakiungana wote kufanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba usalama umeendelea kunawiri katika sehemu hii ya Lamu, haswa tukizingatia kwamba sehemu hii ni border yetu na sehemu ya Somalia. Na pia ningependa kuarifu kwamba kwa sababu ya usalama huo tunafurahia kwamba wenyeji wengi, wananchi wengi wanashirikiana na timu ya security. Kama ingekuwa wananchi ambao wako tayari kushirikiana na security team yetu, hatungekuwa tumepiga ile hatua yenye tuko nayo, na tunawashukuru wananchi wa Lamu kwa sababu ya ile kazi tunafanya pamoja na serikali. Bado tuko na changamoto, na ni vizuri wa Kenya wajue ya kwamba mkisikia katika sehemu zingine za Kenya kwamba kuna utulivu katika taifa letu kwa mambo ya terrorism, ni kwa sababu wa maafisa wetu pamoja na wananchi ambao wanaishi katika mipaka yetu wanajitolea muhanga kuhakikisha kwamba usalama umenawiri. Kwa hivyo kwa miaka hizi 10 ambayo tumekuwa na shida hapa na pale, tunaona kwamba utulivu umetokea kwa sababu ya kazi ambayo tunafanya pamoja, na ninawashukuru maafisa wote ambao wanatumika hapa kwa sababu ya kazi hiyo. Ya pili, ningependa kusema kwamba katika mambo ya Terra ni kitu ambayo tunapigana nayo kila siku, kwa sababu ikiwa bado usalama haujanawiri katika nchi jirani, utaona kwamba ile changamoto bado itakuwa katika taifa letu. Na kwa hivyo hata kama Kenya kama nchi tunaendelea kushirikiana na nchi zingine kutafuta suluhu ya kudumu katika nchi jirani ya Somalia, lazima tuendelee kama Wakenya wenyewe kupambana na kulinda mipaka yetu. Na kwa hivyo hiyo kazi itaendelea na itakuwa ni kazi ya kila siku, sio kazi yenye tunaweza sema kwamba itaisha siku fulani. Ulinzi wa taifa kama vile mjuavyo ni kazi ya kila siku, na tunashukuru wale wanajitolea kufanya hivyo. Ya pili ni kwamba sehemu hii pia unakumbwa na shida zingine ambazo ni shida ya mashamba na maskwota. Kama vile nilisema jana kule Kilifi, ile changamoto tuko nayo na mambo ya mashamba ni sawa kwa Kilifi na sawa kwa Lamu. Haswa tukiona shida ya maskwota na kuvamia shamba za kibinafsi na ranches ambayo iko sehemu hii. Kwa sababu hiyo tunataka kusema ya kwamba tunapambana na wale ambao haswa wale wanafanya uhalifu ya kuuza ama kutafuta watu wa kuvamia shamba za wengine, na watu hao wanavamia shamba alafu wanauzia wananchi wengine ambao hawana uzoefu ama hawaelewi kwamba kama wenye wanauza wako na haki ya kuuza ama hapana. Ni matapeli ambao wanachukua mashamba alafu wanauza. Saa zingine wanatumia vyeti ambavyo ni sio halali, sio ya haki, na pia saa zingine wanatumia title deeds ambayo ni fake. Na hawa kama vile nilisema jana, hawatumiki peke yao.
wao wanasaidiwa na maafisa ya serikali, tukiwemo kuna machiefs ambao wanakosea serikali kwa sababu wanakosea wananchi. Kuna maaskari, kuna wafanyakazi wakiwa kwa lands office. Tumesema ya kwamba ripoti yao iharakishwe na ipelekwe haraka ifikie idara ya DPP ndio wastakiwe kwa ile makosa wanafanya. Alafu sisi katika tutarecommend kwa Public Service Commission hawa wote wenye wanafanya kazi hiyo waajishwe kazi, kwa sababu hatutaki watu wenye wanafaa kulinda wananchi lakini wanatumia nafasi yao kuumiza wananchi kwa kuwanyang'anya mali yao. Na ndiposa unapata masuala mengi ambayo niliulizwa hata nikiwa bunge juzi, inahusikana kwamba tuko na court order, lakini tukitaka kufurusha wale ambao wamevamia shamba unapata kwamba ni watu 1,000, watu 500, watu 2,000. Inaleta changamoto ya kuumiza hawa watu, kwa sababu wengine kwa kutojua wameingia katika kununua hizo mashamba. Na pia kuna watu wana rent squatters, yani wanachukua squatters ya kutumia kiolela kujaribu kunyakua mashamba, na wanatafuta masquatters kwa kila sehemu ya Kenya wawalete hapa ndio wapate unyakuzi wa shamba ya kibinafsi. Pia tutapambana na wao na tutapambana na wale wanawasaidia, na mtaona kwamba baada ya ziara yangu hii tutaona maafisa wa serikali ambao wanahusika wakistakiwa na wengine kuajishwa kazi, ili tulete order katika Lamu hii, kwa sababu kuna uhusiano ya wale ambao wanasikia kwamba haki haifanywi na pia mambo ya insecurity ya mambo ya terror. Kwa sababu kuna watu wanaona kwamba wasipofanyiwa haki pia wanasema sisi hatutahusiana na serikali kwa kupambana na ulinzi wa sehemu hii, kwa sababu hatutaki watu wetu wakufe moyo. Tunataka waishi Kenya wakijua kwamba ukuwe mkubwa, ukuwe mdogo, ukuwe unatoka dini hii ama dini nyingine, ukiwa unatoka jamii kubwa ama ndogo, kwamba haki yake inalindwa kwa taifa letu ikiwa ni sawa. Tunataka watu wa Lamu waishi pamoja kama wa Kenya, wa dini, kabila na jamii tofauti tofauti, kuhakikisha kwamba tunapeleka umoja wa Lamu pamoja. Bali na hayo, kuna shida kidogo tuko nayo kati ya pastoralist na wale wako farmers. Saa zingine tuko na shida kidogo ya mambo ya corridor ya kupeleka wanyama kutoka sehemu nyingine hadi nyingine wakati ya kiangazi na wakati kumenyesha. Tumeambia county commissioner na county security team wajaribu kutumia njia ya negotiations kuhakikisha kwamba sehemu hizo zimefanywa vizuri na uhusiano ya wananchi kutoka counties tofauti wamefanya kazi pamoja. Tumeona kutoka Kwale ikikuja Kilifi, imekuja hapa Lamu. Hizo county tatu tuko na masuala mengi ya boundaries kati ya county moja ama nyingine, kama hapa na Tana River, hapa na Lamu na Garissa, kama Kilifi na Kwale na Taita Taveta. Hiyo yote tunaona kwa ripoti yetu sasa hivi, tunaona hiyo ni changamoto nyingine, kuhakikisha kwamba counties wameheshimu na wamekaa katika boundaries ile imekuwa established, yenye inasaidia kukaa pamoja, ndio ikuwe rahisi also kuhakikisha administrative units na communities vile wanakaa kwa amani, wakijua kwamba kama ni grazing area, kama ni operation area, wamekaa pamoja kama kitu kimoja. Yale yengine tunashughulikia kama vile nimesema ni haki ya maslahi ya wafanyakazi ambao wanafanya kazi katika sehemu haswa ambayo ni security operation kama hapa. Nia yangu ni kuhakikisha kwamba maisha ya wale wafanyakazi wa serikali, haswa polisi wetu, ngao officers wenye wanafanya kazi ya security wamesaidika, kuhakikisha tuko na housing, tuko na offices. Unaona the challenges tuko nayo hapa, kwamba ofisi hata ya county police commander na county security team hawana ofisi ya kutosha. Tutashirikiana na pia wanahitaji mahali pa kulala pazuri, ambayo wakitoka kazi ngumu wenye wanafanya wamepata mahali pa kupumzika ili wapate nguvu ya kufanya kazi keshowe. Kwa hivyo kwa kupitia hiyo tutafanya kazi na housing, kuhakikisha kwamba zile houses rais ali promise ya 17,000 ya police officers, tunaanzia sehemu kama hii, kama Lamu na zingine ambayo ni pembeni na ni sehemu ambayo wananchi ama wafanyakazi
kama polisi wetu na ngao officers wana struggle, we want to make sure that we facilitate them, including kwa mambo ya magari na mambo ya marupurupu ya kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya kazi yenye wanafanya. Tunataka kuweka kibao mbele wafanyakazi wa serikali ambao wanajitolea muhanga kupambana na majangili ya kila aina. Asante sana. Waziri, swali tu mbili kutoka kwangu. Ya kwanza ni kwamba kuliripotiwa kwamba kuna shambulizi katika kambi ya GSU kwenye Boni, msitu wa Boni, na kwamba inahofiwa kwamba baadhi ya maafisa hao huenda walitekwa nyara. Hebu tufanywa kuhusu leo unasema leo ama ile ya juzi? Hapana, ile ya juzi. Tunasema kwamba na hiyo ni swali nzuri sana, kwa sababu changamoto tunakuwa nayo ni ripoti ambazo zinatoka vyombo vya habari ambayo sio rasmi. Na mimi nashukuru sana wafanyakazi wa media houses wenye wako hapa, wenye wanafanya kazi na askari wetu na security team, kwa sababu hatujapata shida sana kwa official channels ya hawa media houses wenye wako hapa. Wameelewana na security team jinsi ambavyo habari ya mambo ya usalama inaweza kupeperushwa. Lakini kwa sababu sasa kila mtu amekuwa mwanahabari kwa sababu ya simu ya rununu, pika picha na social media, tungeomba wale ambao wanafanya ripoti zozote zenye zinahusiana na usalama wajaribu sana kupata kuhoji timu ya usalama. Pikia county commissioner na county commissioner ako tayari, pikia regional commissioner ako tayari, upate brief ya security. Hata kama unataka kufanya ripoti upate upande ule mwingine wa habari, na kama hata sio hapa upigie ofisi ya Inspector General ya police, wako na communication person, ama ofisi yangu, tutaleta habari kamili na hatutaki kuficha chochote. Kwa ile uvamizi ya kusema kambi ya GSU imevamiwa, watu wametekwa nyara, wamefanyiwa nini, hiyo sio ukweli. Habari kamili ni kwamba kama vile nilisema hapo awali, ile changamoto ya kupambana na hawa majangili unaendelea kila siku, na wanajaribu kila siku kujaribu kuumiza askari wetu. Lakini kwa siku hiyo tunashukuru kwamba hakukuwa na jambo kama hilo, na tunaomba kwamba askari wetu tuendelee kuwaombea kama Wakenya, wakiwa wanajikaza, wakiwa uko mbele kung'ang'ana, kwamba maombi yetu kila siku ikuwe kwamba waendelee kusucceed, na pia tuwaombee kwamba wakuwe salama, kwa sababu wao ni ndugu zetu na wako na familia zao, na tunawaombea mazuri. Hata hivyo ningependa kusema kwamba tunashukuru kwamba hawakuumizwa hawa askari wetu, na kila siku tukiamka tunashukuru Mungu, tukilala tunashukuru kwa kazi ambayo wanafanya kulinda usalama wetu. Ya pili, Bwana CS, kule na kule kumeripotiwa kwamba polisi wametumia ile tear gas kuwatawanya baadhi ya waandamanaji wakiwemo wanafunzi wa shule ya Butere, shule ya upili ya Butere. Vile kumekuwa na kisa ambacho kinahusisha aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala, ambaye aliweza kuzuiliwa, hatujui kama amekamatwa ama kama atazuiwa kwa muda gani. Hebu tutueleze kuhusu vile wanasema kwamba kumeripotiwa kwamba baadhi ya wanahabari hiyo jana usiku waliweza kushambuliwa na maafisa wa usalama. Tueleze kuhusu kisa cha Nakuru. Ingawa nimekuwa sana tunasema nini, nimekuwa busy. Kiswahili busy ni nini? Nimekuwa na shughuli nyingi sana. Nimekuwa na shughuli nyingi sana za usalama hapa Pwani. Sijapata nafasi ya kufuatilia sana mambo ya Nakuru na ile mambo inahusikana na wanafunzi wa Butere. Lakini ningependa kusema ya kwanza kwamba sio halali na sio nia yetu kama idara ya usalama kwa njia yoyote kuumiza mwanahabari yoyote, na kama katika kudhibiti mambo ya crowds ama mambo ya security, askari yoyote ameweza kuumiza mwanahabari yoyote, kwanza ningependa kumwambia mwanahabari yoyote ambaye ameumizwa kwamba tunasema pole,
na it is regrettable, if I can say it's a regrettable situation, kwa sababu haifai kwamba tuumize mtu yoyote, mwanahabari yoyote ama Mkenya yoyote ambaye anafanya shughuli zake. Hiyo sio nia yetu na sio njia ambayo inafaa, na pengine tungepanda uchunguzi utafanywa kuona ni askari amepika kwa makusudi ama ilikuwa pia ni ajali. Kwa sababu kama ni jambo la ajali katika ile operation area, pia tunasema kwamba tunawaambia wao journalist, tunawaambia pole, na tutajaribu kila iliwezekanavyo kuhakikisha kwamba usalama wa wanahabari umelindwa wakati wowote wakiwa katika mbele kupasha habari wa Kenya, hata kama tukiwa kwenye operational area. Ya pili, ningependa kusema kwamba kwa mambo ya masomo na huru ya expression hizo nini ya kusema, ya kujieleza, ya tuseme kwamba kwa uhuru ya kujieleza na uhuru ya kufanya expression, sisi kama idara, kazi yetu ni kulinda haki za binadamu wote, ikiwa pamoja na wanafunzi wetu wakiwa na huru ya kujieleza na huru ya masomo na huru ya kusomeshwa kama wanafunzi wetu. Na atungependa kabisa kwamba mambo yanayohusikana na masomo ya watoto wetu ielekezwe kwa upande ya kwa mambo ya security ama insecurity, kwa sababu kazi yetu ni kulinda watoto wetu. Uhuru ya watoto wetu kusema lazima ulindwe, na pia wakati tunasomesha watoto wetu lazima tuwapatie nafasi wa kupata masomo ya kila aina bila kusema kwamba tunasurutisha kwa njia moja ama nyingine. Lakini pia tuko na jukumu kama wazazi na kama serikali kuhakikisha masomo yenye inafanyika shuleni sio ile yenye inaleta watoto wetu katikati ya wanasiasa. Kufika kwamba imefika mahali ambapo jiulize kama Mkenya, inawezekanaje kwamba mwanaharakati wa siasa ndio sasa ni mwalimu mkuu mwenye anaandikia wanafunzi mambo ambayo yanasema na anatumia wanafunzi kusema mambo ya kisiasa? Jameni, ni kwa sababu hata kama unadharau serikali kiasi gani ama unadharau shule kiasi gani, tunajua ya kwamba wanafunzi wetu wako na walimu, na ingebidi sisi wanasiasa, wale wote ambao wanafanya siasa, tunawaomba muachie walimu wafanye kazi yao. Tuwaje kutumia watoto wetu kufanya siasa. Mpaka imefika wakati ambapo mtu mwenye kabisa tunajua ako mrengo fulani ya kisiasa, yeye ndio mwalimu mkuu ya mambo ya kuendeleza siasa kupitia wanafunzi. Ningeomba kwa heshima ya kwamba tutofautishe mambo yetu ya siasa na mambo ya shule. Wacha walimu waangalie content ambayo wanafunza watoto wetu. Walimu wenyewe wanajua boundaries, wanajua jinsi ya kutumia lugha, wanajua jinsi ya kukosoa serikali na society kupitia lugha ambayo itasaidia wanafunzi wetu wajue hizi ni haki za binadamu ambayo inafaa, hivi ndio nchi lazima iendeshwe. Lakini pia walimu wanajua mipaka ya kiheshima. Lakini ukiachia Secretary General ya ODM ama Secretary General ya UDA ama mwanasiasa wa chama fulani, yeye pia at the same time yeye ni script writer ya kuandikia wanafunzi wetu. Wacha tujiulize kama Wakenya. Saa hizi Mheshimiwa Omar Hassan akitumwa na chama cha UDA ambayo iko katika serikali, ambiwe yeye ndio anaandikia wanafunzi wa Mombasa ati script ya kwenda kupeleka national. Wakenya wangapi watakasirika tukianza kutumia wanafunzi wetu kuendeleza siasa ya UDA, hata kama UDA ni chama ambayo iko serikali? Itatupatia haibu kama Wakenya. Vivyo hivyo siasa za upinzani isitumiwe kuendeleza siasa ya watoto wetu. I want that to be, let me say that for avoidance of doubt, that as the security sector, we protect our children and they have a right and freedom of expression. They also have a right to have an environment where there is a holistic teaching and they can appreciate the society and they can question the wrong things in society. They have a right to even disagree with the government of the day. But there are boundaries that have been set in the education sector. Their teachers know how they can teach. They can use euphemism. They can use, different kinds of language to pass the message on how to criticize government, criticize society, learn about society, appreciate society. But what I request
is that we need a clarity of a situation in our country where our political competition is not going to be brought to education arena. I will really request that political party actors do not use our students to become the script writers. I wonder why a politician could be the script writer for students performing. Why can't we allow teachers? Because I don't think, even the competition itself loses value if we don't allow the teachers themselves to be the ones who are writing the script, because part of that is part of learning so that our students can work with the teachers. The last thing I'd like to say is that let the school do its own job. If other political actors would like to write plays and scripts on societal issues, we have our national theatre and we have other theatres across the country for adults. Let that arena be for adults. Let the school be a place for competition. And as I assure you that as the security sector, we do not want to interfere with education. And if there was unfortunately a situation where tear gas hit a journalist, it is regrettable and we apologize. It is not our intention that we throw tear gas on our journalists. It's our intention to make sure that the journalists operate in an environment of freedom and our students operate in an environment where there is freedom. Asante sana. I would never know about the arrest of any individual. It is the responsibility of National Police Service if there was any offense that was committed, and when someone has been arrested, as has been reported that somebody arrested yesterday, it is by law that they must be produced in court within 24 hours. And if not within 24 hours, if investigations are still on, they must be released on bail or as per the law itself. So we don't intend, we follow the law, and I am confident that the National Police Service will handle any suspect through the proper security channels without breaking the law. Thank you. Asante sana. Thank you. Acha vitina. Acha nisema. Amos.